ni dogo, lakini kwangu mimi na kwa familia yangu na kwa ndugu zangu ni jambo la msingi sana, ni jambo kubwa sana sana sana. Nilipokuwa kule kijijini mwezi Julai, nilipofika tarehe 10 nikasema tarehe 5 Agosti inakuja, ambayo tulikuwa tunampelekea vikapu vya matunda kule Dar es Salaam. Ikifika tarehe 5 mwezi Agosti, sasa hayupo, lakini amelala Dar es Salaam na mimi niko Mwazie, mbali kabisa kijijini, karibu na mpaka wa Zambia. Nikasema sina kikapu cha matunda cha kumpelekea, maana hawezi kula tena matunda, lakini nitawakusanya ndugu zangu walio Dar es Salaam, maana walio Mwazie kuja kufika Dar es Salaam ni shughuli, sote tunajua. Kwa hiyo nikasema nitawakusanya ndugu zangu, rafiki zangu walio Dar es Salaam, tumpelekee baba yetu matunda ndani ya vikapu, matunda ya sala. Nikasema anahitaji kuombewa, hahitaji matunda haya machungwa, sijui zambarau, zabibu, hahitaji, lakini anahitaji sala zetu, anahitaji upendo wetu, maombezi yetu kwa Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo nikasema mnyonge wangu Dar es Salaam sasa ni nani, ambaye wazo hili nikimpelekea najua litapita. Yuko mbele yenu mnyonge wangu Dar es Salaam kuhusu jambo hili ni Mtavangu. Nitamtafuta ili nimpe hili wazo, lakini nikasema kaka Mtavangu ana parokia nje kidogo ya jiji. Sasa nimtumie mtu mwingine ambaye atanung'ona na kaka Mtavangu, halafu mambo yaweze kujipa, atanipa na maarifa na namna ya kwenda mbele. Sister Agnes Mwambenja, wadada wadogo, hayupo hapa sasa hivi, yuko Dodoma, nafikiri wanamsemina huko, lakini alimpigia simu kaka Mtavangu. Kaka Mtavangu akasema akamsini anipigie simu moja kwa moja tuyapange vizuri. Na kushukuru Sister Agnes, lakini mama kasina na namba yangu, kwa hiyo na nakupadi moja kwa moja. Tukaanza mawasiliano ya simu kupanga na kaka Mtavangu, pamoja na kuwa paroko na shughuli za uparoko ni nyingi sana maparokiani, lakini alinipokea akasema kweli tarehe 5 ni siku ya Mariamu, pamoja naye pale alipolala sisi tutaimba, tutacheza, lakini najua atakuwa anatusikia na tutamwambia tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda. Na miaka itaongezeka hapo, amekwenda na 82, itaongezeka na 83, 84, akiwa amelala hapo hapo, na sisi tutasherehekea hivyo miaka kadri inavyokwenda, Mungu ukimpendeza. Baba Mtavangu, kilomita kutoka hapa mpaka Mwazi, na tukio hili kutokea, wewe fanya hivi, iwe saa fulani, iwe hivi, misa tutafanya. Ni kwa sababu nilitia moyo na nguvu, na kushukuru sana sana. Naomba tumshukuru na vijana wangu wako kule, kina Dr. Poli, Joseph Doto na wengine wote. Nikasema nitawakusanya hawa, muombea au baba yake au kaka yake au mjomba wake au binamu yake, ili mradi sote tumekusanyika kwenda Pugu, na ndio sababu tumekuja hapa leo. Na washukuruni sana, na washukuru kila mmoja wenu, na washukuru sana. Tuliposuka mpango ukaonekana umekamilika, sasa
nikasema misa takatifu pale kituo cha hija itakuwa misa ya kimya, baridi, nini, na sisi tunakwenda kumshangilia mtu birthday yake? Hapana, isiwe misa ya kimya. Ni jana nimesema kwaya ya wapi itatuimbia wakati wa misa hii. Alafu nakumbuka Pugu na parokia kuna ni kituo cha hija, lazima waimbaji watakuwepo tena mahiri, kwa sababu kituo cha hija watu wanakuja mara nyingi na mnawapa huduma. Nikasema lazima nipate wanakwaya. Binti yangu alijaribu mawasiliano, mama yule tulikuwa tunawasiliana naye kuhusu kitu kingine, akasema yupo kwaya, akatupa namba, huyu mpigieni huyu. Akasema lakini watu wako makazini, pigieni tu mtaona mambo. Tulivyopiga simu sasa, nafikiri kwa saa 6 saa 7, sasa hata watajiandaa lini? Tunapiga simu, wakasema tuko yule msimamizi wenu ndio, kama aliwauza kweli. Kama mlikuwa makazini mmebanwa, ni yeye aliwauza. Mama, usiwe na tabu, usiwe na shaka kabisa. Kwaya yangu iko 24. Nikasema tumekoleza ibada yetu kwa nyimbo, kwa sababu nyinyi mko wanasema ever ready, yaani mpo tayari kumwambia Mungu, kuwasaidia watu wengine kusali vizuri wakati wote. Na washukuru sana 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 wanakwaya, vinginevyo misa ingekuwa ya baridi. Itawezekana, tupo. Na washukuru sana, asanteni sana sana. Wale watu niliosema twendeni watoto wangu, dada zangu, rafiki zangu, nikabaki bado na mashaka. Hivi Jumatano siku ya kazi watu watakuja, na binti yangu ananiambia, mama, Jumatano watu wako makazini, sasa itakuwaje? Nikasema najua watakuja wale, kwa sababu hawatakuja kwa heshima yangu, kwa mwito wangu, lakini yule aliyelala pale ndio watamjia kumsalimia na kumuri sana ya kukusanyika na kumwombea madhama alilala hapa kaburini. Na washukuru kwa kuacha shughuli siku ya kazi, narudia tena, lakini mmeacha mkaja. Wako wapi? Vipi maua? Akasema maua yatakuja tu, na mmekuja. Na washukuru sana sana. Sema asanteni sana masista wa Mwenge.